It's about time. Jiji linakwenda kungarishwa tena. Weka kila kitu chako sawa. Tarehe 7 Disemba, Tugimbe Hall. Music, drinks, and high quality performance. It's all about Queen City All White Party Season 2. Get ready. Mheshimiwa Mwenyekiti, na ile ya Nyakafundi kwa nilitoa maelezo kipindi fulani nikasema Karenge pale kuna vijiji vilivyoko pembezoni vinavyoivisha sana mpunga. Tuna Rukoke, tuna Kitwazi. Yanaingia ndani kule. Kwa hiyo kuna barabara mbili zinazoingia kule, lakini zinapokuja gari zimetoka kule kupakia mzigo, wakati mwingine upitiliza moja kwa moja kwa sababu ni vigumu sana mtu kufika pale Rugango akaanza kutafuta mtendaji aliko kuja kukatiwa ushuru. Kwa wanapitiliza pale, badala yake wakienda wakavuka mpaka pale beria ya Kania, ina maana ushuru wetu naenda kutozwa Bukombe. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiwa unaenda Kahama, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna beria kule nao pia inayodhibiti mazao. Sasa sijajua wakati tunapitisha azimio hili wataalamu walikuwa wapi, mbona wakutushauri mapema Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba pamoja na haya hili haliwezekani. Tukajua mapema, mbona walikubali kwamba azimio liwe hilo. Leo majibu yanakuja kwamba haiwezekani. Lakini pia kwa manufaa ya wilaya tunao uwezo wa kuomba. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwa nafikiria hebu tujaribu kuwa serious na ukusanyaji wa mapato pale tunapokuwa tumeweka mpango iweze kutekelezwa kwa wakati. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, langu lilikuwa ni majibu ya kaimu mkurugenzi hayajitoshelezi kwenye baraza hili. Mheshimiwa Mwenyekiti anasema kuweka beria mpaka kamati ya ulinzi na usalama iruhusu. Ni sahihi, kamati ya ulinzi na usalama iruhusu. Sisi kamati ya ulinzi na usalama hapa tunayo. Kwa nilitegemea mimi aje na majibu kwamba tulishaenda mpaka tukazungumza na kamati ya ulinzi na usalama na yenyewe imekataa kuweka beria. Sio kufanya kazi kwa mawazo ya watu wengine. Sisi kamati ya ulinzi na usalama haijazuia, lakini tutakiwa tupate majibu kwamba kamati ya ulinzi na usalama imezuia, ndipo jibu liwe sahihi. Sasa hata kamati ya ulinzi na usalama mjazuia. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunachezewa na halmashauri yetu bila kukusanya mapato, lazima itaanguka tu. Kwa mimi ni shauri Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tujikite kwenye mapato. Mapato ndio uti wa mgongo wa halmashauri. Bila mapato hatuwezi kwenda sehemu yoyote. Nakushukuru. Jamani, hizi beria muende mkaziweke. Beria ya Nyabusozi iwepo na beria ya Nyakafundi kwa iwepo. Na tunaagiza kwa mara ya mwisho. Zisipowekwa jamani, hapo tena hapo hata tutakuja huko kwa ajili ya kuazimieni ambayo haitapendeza sana. Angalia ile beria ya nani pale Nyabusozi inatumika ndivyo sivyo. Kuna kipindi wanaiweka usiku ambayo sio rasmi, watu wanalipisha. Sasa tunahitaji beria ambayo ni rasmi, ambayo yani mwenye posi awepo pale, tusiwe na kigugumizi cha kuweka posi kwenye beria. Mimi nafikiri sisi baraza la madiwani ndio limeamua sasa rasmi kwamba Nyakafundi kwa ni beria na pale Nyabusozi ni beria. Hapo kwa kweli tuwaombe sana wataalamu wetu, hasa mkurugenzi, hatutakuwa na simile mwezi wa 10 tusipokuta pale beria. Nyie mkitaka mwende mkachimbe miti, weka mti huku, weka mti huku, tafuta kimti kingine weka. Lakini uonekane kwamba ni beria ipo. Kwani beria ina gharama gani? Na posi lazima pale iwepo. Kwa sababu imeonekana kwamba posi nyingi kutokuwa pale kwenye maberia ndio watu wanafanya mambo ambayo ndivyo sivyo. Kwa hiyo kwa kweli hatuwezi kuendelea kupoteza mapato ya halmashauri kwa kuwa na kigugumizi. Baraza la madiwani lina mamlaka kubwa ya kufanya kitu chochote ndani ya halmashauri. Kwa hiyo sasa wameamua kwamba lazima beria ya Nyakafundi na lazima beria ya Nyabusozi. Nafikiri ni maamuzi ya mwisho, si ndio jamani? Ndiyo. Watakapokuja kaimu mkurugenzi atahitaji tena nyingine. Mimi nilikuwemo kwenye kikao cha mkoani, ni highway tu ndio zimezuiliwa kwa sababu kuna magari yanayopita mara kwa mara. Lakini sisi beria zetu ni kwa ajili ya kudhibiti utoroshwaji wa mazao yetu. Kwa sababu mazao yanatoroshwa mpaka usiku wa manane, mazao yanatoroshwa. Sasa kama yanatoroshwa bila kuwepo beria pale, haipendezi sana. Sasa tukuombe mkurugenzi waagiza hao watu wako wa fedha kuhakikisha kwamba beria inakuwepo. Au vinginevyo kama mnahusika kwenye ule utoroshwaji wa mazao ijulikane. Lakini kama nani amuhusiki, lazima tuweke beria. Tunakuwa na kigugumizi gani? Kwani ina gharama gani? Tujipange sehemu ambapo kuna mapato. Tumeshasema hivi, hamisheni watendaji
Na siku ile tuliwashauri kwamba amisheni mtendaji kutoka sehemu yoyote aende pale Nyambale. Nyambale kuna store ya michele, kuna store za mahindi, lakini sasa hakuna anayekatisha ushuru. Kuna center kubwa ya kukusanya ndizi zinazopakiliwa kwenda mikoa mbalimbali. Lakini zile ndizi zinaenda, hakuna beria, hakuna mtendaji anayekata. Yaani ni kitu ambacho hakiwezekani. Mtu anatoka Nyambale eti anaenda kumtafuta mtu amkatie ushuru. Hata ningekuwa mimi nitaenda kumtafuta. Si nitaenda kule wakienda wakanibamba Runzewe, ndio nalipia Runzewe, mazao ya mapato yanaingia Runzewe. Na kisha ingia Runzewe, Biharamulo tunakosa mapato. Sasa mimi naomba watendaji, ofisi ya mkurugenzi na ofisi ya uhasibu ya DT Biharamulo muwe serious na ukusanyaji wa mapato. Kufikia mwezi wa 10 beria zote zile zimeishawekwa kwa ajili ya kudhibiti utoroshwaji wa mazao yetu.